Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa mwenye ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya kinabii, kuelezea wazi kwamba unabii umetimizwa au na sehemu ya unabii imetimizwa, ambao mwamba mashuhuri Yesu aliutoa unabii ilikuwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, wakati wahubiri wengi walitokea na kuja na nabii za uongo za kuambia watu mwaka mpya, wakija na mahubiri ya liturujia ya miaka kuambia kwamba huu mwaka mwema. Lakini katika ibada ambayo tulikuwa tunaendelea katika utaratibu wa maskani wa mwenye ujumbe saa katika jiji la Arusha, mama wa shauri Yesu alitoa maonyo dhidi ya wahubiri wa injili ambao wamekuja na nabii za uongo katika kuambia watu kwamba mwaka mwema kwa ajili ya kufuata liturujia ya miaka. Mama wa shauri Yesu alikemea na alitoa unabii kwamba mwaka huu utakuwa mwaka mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya wakaoji nchi, kwamba mwamba wa shauri Yesu alieleza vitu vingi katika unabii ule ambao mwamba wa shauri Yesu alitoa, ambao tutaunganisha na maelezo tutaunganisha ule unabii na maelezo haya ili uweze kupata kujifunza kwamba mwamba wa shauri Yesu alikushaweka anwani maalum. Na moja kati ya vitu ambavyo mwamba wa shauri Yesu alisema katika unabii ule, alieleza wazi kwamba makasisi watapoteza maisha, na tayari mmeona mpaka sasa kuna baadhi ya makasisi katika nchi ya Tanzania wamefariki dunia, na hii kuonyesha kwamba Mungu mkuu Yesu amekasirika. Na nazidi tena kueleza tena na kuyaalika makanisa ya kiroho waingie kwenye maombi. Mwaka huu ni mwaka mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya nchi, na mmeona tayari una matukio mengi, na katika muendelezo ya huo unabii tutatoa na baadhi ya matukio mengine ili uweze kujifunza kwamba mambo mashuhuri Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo. Unapaswa kufuata michoro hii ya kinabii. Tubu dhambi, geuka, mambo mashuhuri Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Tutaunganisha pamoja na ule unabii kupitia maelezo haya, tutaweka pamoja na matukio mbalimbali ambayo mtayaona ili uweze kujifunza huu mambo mashuhuri Yesu alikwisha kuweka anwani. Tubuni dhambi, geukeni, mambo mashuhuri Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katutoa katika Mungu unakuja. Amen. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema kuna amani, sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itayokumba dunia, ambayo ni hali mbaya sana. Na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambayo ndio kurekodiwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Kwa maana leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya dunia, ni lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani. Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo. Wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasiotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu walioanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi. Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi. Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia ya kaujuu nchi. Kwa nini? Mambo mashuhuri Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine. Wamepitisha ushoga na usagaji kanisani. Roma wamepitisha nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mwamba amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine, tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri
Si wamesema huu mwaka mwema? Si mmesema huu mwaka mwema, sawa? Lisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe? Lisikieni neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Hali za volkano na matishio mbalimbali, ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mwamba amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri, ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri watafariki dunia. Nasimama hapa nikitangaza tanzia, msiba uliogusa moyo wangu sana, wa mwanangu ambaye nimemlea katika malezi ya kichungaji na malezi ya kiroho kwenye mentorship program ya huduma ya kitume na huduma hii takatifu ya kitume, huduma ya kichungaji. Mwanangu mchungaji Silvanus Abeli Msuya. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania asubuhi ya leo limepokea taarifa za masikitiko makubwa ya kuondokewa na mpendwa wao Baba Askofu Bernardin Mfumbusa, askofu wa jimbo la Kondoa, ambaye amefariki akiwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu. Mungu amweke mahali pema peponi, amfungulie mlango aingie. Nilikuwa naye pia hospitalini mpaka anaaga dunia, anakata roho. Namshukuru tu Mungu kwa ajili yake na hizi siku ambazo aliruhusu tuwe naye, lakini kama kanisa tumeumia. Tunatamani kuuliza Mungu kwa nini amemchukua mapema hivi. Namkumbuka mimi nilivyoumwa, alikuwa ni mtu ananifuatilia sana wakati na mimi nilikuwa naumwa. Daniel amefanya kitu kikubwa na ameacha pengo katika ulimwengu wa sasa.